Usipojua kuna madhara ya kuondolewa kwenye nafasi, hautailinda nafasi. Nafasi yoyote Mungu anayokupa, kuitunza hiyo nafasi kuna gharama. Nafasi yoyote ile ambayo Mungu anakupa ina upinzani, lakini nafasi ambayo Mungu anakupa wewe ni fursa kwa wengine. Kuna mtu anapewa nafasi lakini sio kwa ajili yake, na ndio maana mtoto wa Mungu, moja ya kitu ambacho unahitaji kukiombea ni kupata nafasi kwenye moyo wa mtu ambaye unajua ana mamlaka mbele yako. Mtu yoyote ambaye unajua Mungu amemuinua kwa ajili yako, omba kwa ajili ya hiyo nafasi ambayo Mungu amekupa kwa huyo mtu. Unaweza ukapata nafasi kwenye moyo wa mtu leo, alafu kesho ghafla kwenye moyo huo huo hiyo nafasi imeondoka. Mungu asipokupa nafasi kwenye moyo wa mtu ambaye atakuprotect, kwenye moyo wa mtu ambaye atakusaidia, nataka kuhakikishia unapotea. Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu amekuwa mwema kwetu katika juma hili. Leo ni siku yetu ya 7 katika mfululizo wa siku 8 ambazo Mungu ametupa kujifunza na kuomba. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Imekuwa baraka kukaa mahali hapa na kumsikia Mungu akisema nasi, na ninamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ameendelea kukuponya na ameendelea kufungua milango ya wengi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kitu ambacho tunakitazama leo, tunaendelea kutazama madhara ya kuondolewa kwenye nafasi. Madhara ya kuondolewa kwenye nafasi. Usipojua kuna madhara ya kuondolewa kwenye nafasi, hautailinda nafasi. Kumbuka mahali tulikotoka, nilikueleza nikakwambia kila nafasi ina gharama, kila nafasi ina upinzani, kila nafasi ina maadui, kila nafasi. Nafasi yoyote Mungu anayokupa, kuitunza hiyo nafasi, kukaa kwenye hiyo nafasi kuna gharama. Na usipokuwa tayari kujua gharama iliyopo, ukawa tayari kuilinda hiyo nafasi inachukuliwa. Nafasi yoyote ile ambayo Mungu anakupa ina upinzani, kwa lazima ujue namna ya kukabiliana na huo upinzani. Lakini nafasi yote Mungu anayokupa ina maadui, kwa lazima ujue namna ya kukaa kwenye nafasi itakayosaidia kuprotect kile kitu ambacho Mungu amekupa. Lakini nafasi ambayo Mungu anakupa wewe ni fursa kwa wengine, na ndio maana kuna mtu anaweza akatangulizwa mbele kwa ajili ya wenzie. Kuna mtu anapewa nafasi lakini sio kwa ajili yake. Nafasi ambayo Esther alipewa haikuwa kwa ajili yake. Sio kweli kwamba aliwashinda mabinti 1000 kwenye mashindano ya urembo. Sio kweli. Walikuweko watoto wa mawaziri pale, walikuweko watoto wa wabunge pale, walikuweko watoto wa watu wenye uwezo mkubwa pale siku ya mashindano. Lakini issue ilikuwa sio urembo. Issue ilikuwa ni nini? Ni nafasi. Wakati wengine wanakuja kwenye yale mashindano, walifikiri ni mashindano ya urembo peke yake, walifikiri ni mashindano ya muonekano peke yake. Lakini kumbe kwenye ulimwengu wa roho kilichokuwa kinatafutwa ni nini? Ni nafasi. Na ndio maana Esther alishinda.
Kwa nini Esther alishinda? Kwa sababu alikuwa anahitajika mtu atakayekaa kwenye nafasi ambayo kesho itafungua milango ya watu wengine, nafasi ambayo kesho itawatetea wengine, nafasi ambayo kesho itawainua wengine. Na ndio maana unakumbuka maneno ya Mordekai. Mordekai alisemaje? Alimweleza Esther akamwambia, nani ajuaye kwamba Mungu hakukuweka kwenye hiyo nafasi kwa ajili ya majira kama haya? Kwa hiyo kwa tafsiri nyepesi, Mordekai alikuwa anamwambia Esther, umewekwa hapo sio kwa sababu ulikuwa mrembo sana, sio kwa sababu tu uliwazidi wengine, hapana. Ni Mungu alikupa nafasi. Na ndio maana mtoto wa Mungu, moja ya kitu ambacho unahitaji kukiombea ni kupata nafasi kwenye moyo wa mtu ambaye unajua ana mamlaka mbele yako. Ni moja ya kitu unahitaji kukiombea. Nani yuko mbele yako? Ukitaka kuvuka, lazima upate nafasi kwenye moyo wake, kwa sababu issue haitakuwa vyeti, issue haitakuwa CV yako, issue itakuwa ni nini? Ni nafasi ambayo wewe umeipata kwenye nini? Kwenye moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Nafasi ambayo Elisha aliipata kwenye moyo wa Elia usingeweza kuibadilisha kwa vyovyote vile. Elia alipomwona tu Elisha alipata kibali kwenye moyo wa nani? Wa Elia. Biblia inasema kitendo tu cha Elia kumwona Elisha, nini Elisha alifanya? Alichukua vazi lake akamtupia. Hawajaongea, hawajajadili, hawajadiscuss. Wale wanaofuatilia namna Elia na Elisha walivyokutana, Elia na Elisha walivyokutana, ni Elia alimuona Elisha. Alipomwona Elisha, alitoa vazi lake akamrushia. Alipomrushia, Roho wa Bwana akawa juu ya Elisha saa hiyo. Elisha saa hiyo alikuwa mkulima na mfugaji. Kienda kusoma Biblia utashangaa sana. Baada ya kutupiwa lile vazi, kitu gani ambacho Elisha alifanya? Biblia inasema alienda akachinja ng'ombe wote aliokuwa nao, jozi 12. Alichinja, kawaigaia watu nyama. Alafu akamwambia Elia, naomba uniruhusu nikawaage wazazi wangu. Alitumia neno, naomba uniruhusu nikawabusu wazazi wangu. Elia akamwambia nenda. Akaenda akawabusu wazazi wake, akaja wakaambatana. Uwezi ukaondoa hiyo nafasi kwenye moyo wa Elia. Nafasi ya nani? Nafasi ya Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka nafasi ya Danieli kwenye moyo wa Dario? Ni kweli sheria imepitishwa, ni kweli sheria imepitishwa, ni kweli Danieli anatakiwa kuuawa, ni kweli amekamatwa, ni kweli ametupwa kwenye shimo la simba, kwa sababu ya nafasi ambayo Danieli alikuwa nayo kwenye moyo wa Dario mfalme. Usiku ule Dario hakufanya nini? Hakulala usingizi, alikesha usiku kucha, anajaribisha kulazimisha usingizi. Kwani unakuja, nimefanya ujinga gani wakakamata Danieli? Nimefanya uzembe gani wakakamata Danieli? Danieli ana nafasi kwenye moyo wa nani? Ana nafasi kwenye moyo wa mfalme, ana nafasi kwenye moyo wa Dario. Siku hiyo maandiko yanatuambia mfalme Dario alikataa vinanda visije mbele yake. Hakutaka burudani siku hiyo, hakutaka mziki siku hiyo, hakutaka nyimbo siku hiyo. Kwa nini? Kuna mtu ambaye ana nafasi kwenye moyo wangu amefanyiwa kitu kibaya. Aliomboleza kwa kiwango ambacho kulipokucha asubuhi, mfalme ndio anawahi kwenye shimo la simba kwenda kuomboleza. Nini kimetokea? Daniel ana nafasi kwenye moyo wa nani? Wa mfalme.
ana nafasi kwenye moyo wa Dario. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Moja ya kitu unahitaji kukiomba, mtu yoyote ambaye unajua kabisa Mungu amemuinua mbele yako, mtu yoyote ambaye unajua Mungu amemuinua kwa ajili yako, omba kwa ajili ya hiyo nafasi ambayo Mungu amekupa kwa huyo mtu, kwa sababu vita itakayokuwepo ni wewe kuondolewa kwenye hiyo nafasi. Tunakumbuka habari za Elima mchawi, jinsi alivyokuwa anazuia hawa wageni wanaokuja wasipate nafasi kwenye moyo wa nani? Waliwali. Alihakikisha anaokupai yeye ile nafasi. Hata walipofika wakina Paulo, Biblia inasema alichopambana nacho ni kuhakikisha anataka kumtia yule liwali moyo wa kuikana ile imani. Maana yake aliamini yeye ndio mwenye nafasi kwenye ule moyo, hataki mtu mwingine apate hiyo nafasi. Na unakumbuka ile vita ilikuwa kali kiasi ambacho ilibidi mtu awe kipofu. Kwa nini? Kwa sababu sio vita nyepesi. Kwa hiyo ninachokusemesha ni kitu gani? Mungu akikupa nafasi, nafasi ni fursa. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kama wewe ni mfanyabiashara, Mungu amekupa nafasi kwenye mioyo ya wateja, lazima ulinde hiyo nafasi kwenye mioyo ya hao wateja, maana inaweza kuondoka. Inaweza kuondoka. Unasema unajuaje nafasi imeondoka kwenye mioyo ya wateja? Ghafla wateja hawataki tena biashara yako. Na ukitaka kujua umeondolewa, haijalishi service nzuri unazo provide, haijalishi juhudi unazozifanya, lakini ghafla hakuna mtu anahangaika na wewe. Nini kimetokea? Wameondoa nafasi ya wateja, wameiondoa hiyo nafasi. Na ni vitu ambavyo huwa vinafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hata unapoomba, Mungu naomba unifungulie milango, Mungu naomba unifungulie milango, Mungu naomba unifungulie milango, moja ya kitu unachohitaji pia kukiomba ni Mungu naomba unipe nafasi kwenye mioyo ya watu ambao unajua wametangulia mbele yangu. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Unanielewa mtoto wa Mungu? Nani katangulia mbele yako? Mungu akupe nafasi kwenye moyo wake. Moja ya kitu ambacho kilitokea ni Yusufu kupata nafasi kwenye moyo wa Farao. Yusufu alipopata nafasi kwenye moyo wa Farao, kaangalia kitu Farao alifanya. Alimwambia Yusufu, utaongoza nyumba yangu, utaongoza taifa langu, utaongoza ukoo wangu, utaongoza kila kitu kilichoko Misri. Sitataka kujua habari ya kitu chochote kwenye hili taifa, kuanzia nyumba yangu. Sio kwamba unaongoza Misri alafu nyumba yangu inaongozwa na mtu mwingine. No, unaanza kumiliki na kutawala kuanzia kwenye nyumba yangu. Mimi kitu ambacho nitakuwa bize nacho ni chakula changu tu, lakini vitu vingine vyote utaongoza wewe. Nini kimetokea? Yusufu amepata nafasi kwenye moyo wa nani? Wa mfalme. Amepata nafasi kwenye moyo wa mfalme. Nenda kafuatilie ni kitu gani kilisababisha. Yaani nataka nikuonyeshe kwa nini unahitaji kumwomba Mungu akupe nafasi. Yaani kama jinsi unavyomwomba Mungu kwa ajili ya nafasi za kibiashara, za vyeo, ndivyo jinsi ambavyo lazima umuombe Mungu akupe nafasi kwa mtu ambaye ametangulia mbele yako, kwa mtu ambaye amesimama mbele yako. Lazima umuombe Mungu akupe hiyo nafasi. Lakini wakati mwingine umuombe Mungu akusaidie kupigana vita ya nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Nini kilichomsaidia Daudi asiuawe na Sauli? Wakati Sauli anapambana kumuua nani? Kumuua Daudi. Maana unakumbuka ile shida iliyotokea walipotoka vitani, Daudi amemuua Goliath. Wale wamama waliokuja kuwapokea walisemaje? Daudi, walianza na Sauli.
Sauli ameua maelfu, lakini Daudi ameua 10,000. Sauli akakasirika, akasema mimi wamenipa maelfu, alafu huyu kijana mdogo asiyemjua wamempa 10,000. Ni nini kingine watakachompa? Baada ya kumpa sifa hizi, ni nini kingine watakachompa? Ni ufalme, ndicho watakachompa. Kwa hiyo namuua. Ndicho kilichotokea. Kufumba na kufumbua, kufumba na kufumbua. Alipata nafasi kwenye moyo wa Sauli, lakini ghafla kule kule alikokuwa amepata nafasi ndio huko wanataka kumuua. Ninakufundisha nini? Ninakufundisha vita ya nafasi, ili ujue namna ya kuomba na ujue namna ya kuangalia mizani. Unaweza ukapata nafasi kwenye moyo wa mtu leo, alafu kesho ghafla kwenye moyo huo huo hiyo nafasi imeondoka. Kwa lazima Mungu akupe macho ya kujua, sina nafasi kama nilivyokuwa nayo mara ya kwanza, ili usije ukajisahau. Sauli alipata nafasi kwenye moyo wa Sauli. Daudi alipata nafasi kwenye moyo wa Sauli baada ya kumuua Goliath. Na Sauli alifurahi. Umetusaidia sana wewe kijana. Yaani kwa kweli hautarudi nyumbani. Sasa hivi utaenda kukaa na mimi ikulu. Utanisaidia kwenye mambo ya vita. Asante mheshimiwa, asante mzee. Tena nitakuozesha na binti yangu. Nyumba yako, nyumba unayotoka, nyumba ya baba yako nitaiondolea kodi. Nyumba ya baba yako haitalipa kodi katika Israeli. Nashukuru sana baba, nashukuru sana mzee. Tunakwenda sawa, hautarudi nyumbani kwa mzee Yese. Sawa sawa sawa. Wanaondoka, wanafika mjini. Wanakutana na watu, wamezagaa mtaani, wanatandaza mitende namna hii, wanapunga nguo zao, wanawaimbia wanajeshi wanaotoka vitani. Kosa la hawa watu ni moja tu, kupeleka sifa kwa kijana Daudi na sio kupeleka sifa kwa mfalme. Huo ni udhaifu wa mwanadamu. Mwanadamu anataka asifiwe yeye, hata kama hajafanya yeye. Kwani waliongea uongo wale wa mama? Si waliongea ukweli? Kosa lao lilikuwa ni nini? Daudi ameua 10,000. Wale watu walikaa vitani siku 40, hawana solution. Nenda kasome kwenye Biblia. Walikaa siku 40, walikaa mwezi mmoja na siku 10, hawajui cha kufanya. Kila Goliath akitokea wanakimbia. Alafu bora angekuwa tu anatokea na anawatukana. Goliath alikuwa anatokea asubuhi, anasema nayatukana leo majeshi ya Mungu wa Israeli. Asimame Mungu wenu kama anaweza kushindana na mimi. Na hii vita itakuwa tofauti. Hii vita hakuna kupigana kwa kuvamiana. Hii vita mimi ndiye kiongozi wa vita upande huu, na nyie tafuteni kiongozi wa vita upande huo, tukutane naye hapo kati. Ikiwa sisi tutawapiga nyie mtakuwa watumwa wetu, na sisi mkitushinda tutakuwa watumwa wenu. Biblia inasema kwa sababu alikuwa na nguvu ya uchawi nyuma yake. Yale maneno aliyokuwa anayatoa yalikuwa ni maneno ambayo yanatoka na roho fulani kama ya kichawi hivi. Lile jeshi la Wayahudi lilikuwa likisikia hayo maneno, linakimbia, linaogopa, linaenda kujificha. Kwa hiyo wanakimbia asubuhi, wanakwenda wanajificha. Goliath anawacheka, sasa mlikuja kufanya nini? Wanarudi tena jioni. Wakirudi jioni, Goliath anasema haya, mmeshapata mtu wa kuwakilisha. Anaanza kuwatukana tena. Akiwatukana tena, wanakimbia tena. Wanakuja siku ya kesho. Walifanya hivyo kwa siku ngapi? 40. Mnatukanwa asubuhi, mnatukanwa jioni, mnatukanwa asubuhi, mnatukanwa jioni. Mungu alipowatazama akaona hakuna mtu ambaye yuko tayari kupigana hiyo hiyo vita. Ndio sababu Mungu alipeleka Daudi. Daudi ameenda kuangalia ndugu zake, hajaenda kupigana vita. Daudi alipofika pale akakuta Goliath ndio anatukana sasa.
Akauliza, huyu anayetukana majeshi ya Mungu ni nani? Huyu anayetukana majeshi ya Mungu aliye hai, kwani yeye ni nani? Ni nani? Alafu akawafuata wale wanajeshi wa Israeli. Kwa nini mnashindwa kupigana naye? Si mngemmaliza tu? Wakamwambia, we mtoto, huyu ni mtu wa vita kuanzia ujana wake. Unaona anavyotisha. Sasa kutisha kitu gani? Mimi nitamkabili mtu huyu. Alipoanza kulalamika kwa nini huyo mtu anatukana na hakuna mtu anahangaika naye, ndio taarifa zikamfikia Sauli. Sauli akasema, mleteni huyo kijana. Anasemaje? Anasema anaweza kupigana naye. Mlete huyo kijana. Kijana, unasema unaweza kupigana na huyu mtu? Huwezi. Akamwambia, baba, naweza. Nini kinakufanya uwe na hizo confidence? Nini kinakufanya uwe na huo ujasiri? Anasema, nilikuwa kule nikichunga kondoo za baba yangu, alikuja simba kutaka kushika kondoo wa baba yangu, nilimlalua mwenyewe. Wewe mtoto, mwenyewe nilimlalua simba. Una uhakika? Sasa nina uhakika kabisa mzee. Na ndio maana nina ujasiri wa kukabiliana na huyu mtu. Kwa nini anawasumbua hivi? Ambia, hapana, lakini kijana, unajua inawezekana tu ulibahatisha kuua simba. Huyu ni mtu hatari kwenye jeshi la Wafilisti. Huyu ni mtu hatari. Sema, baba sikiliza, sio simba tu, alikuja na dubu. Sauli akashtuka. Dubu? Wanaojua simba na dubu wanaelewa dubu ni kitu kingine, ni kitu cha hatari. Sema, bahati mbaya hatuna dubu huku Tanzania wala Afrika Mashariki, hatuna dubu. Dubu ni kitu kinatisha. Alafu mtoto huyu kijana anasema eti alikuja dubu, akaua dubu. Alafu anamuona ni kijana na confidence. Akamwambia, mimi naomba uniruhusu tu nikapigane na huyu Mfilisti, nikammalize mara moja. Ninaomba tu uniruhusu. Maadamu Mungu alinisaidia, aliniokoa na simba, aliniokoa na dubu, nina uhakika ataniokoa na Mfilisti huyu. Sauli aliposikia yale maneno akasema, kama hivyo ndivyo ilivyo, basi ninakuruhusu, lakini usiende tu hivi hivi, ngoja nikupe mavazi yangu. Akajaribu kumpa mavazi yake. Daudi akajaribu kuyavaa, akamwambia, mzee, haya mavazi sijayafanyia mazoezi, mimi ninayo mavazi yangu mwenyewe. Mavazi yangu mimi ni mkanda wa kiunoni, alafu mimi silaha yangu ni fimbo, na silaha yangu nyingine ni kombeo. Mimi siwezi mambo ya mkuki, siwezi mambo ya mapanga, siwezi. Mimi natumia jiwe, natumia kombeo. Haya, mawe yako yako wapi? Sasa nitatafuta tu pale mbele, wewe niruhusu tu niende. Akamwambia, kijana, nimekuruhusu. Daudi anajua kabisa hajawahi kupigana vita yoyote kwa nguvu zake, isipokuwa kwa jina la Bwana wa majeshi. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa swali ninalokuuliza, mmekaa hapo siku 40, mmeshindwa kuangusha Goliati. Leo amekuja kijana, ameangusha Goliati. Mnafika kule mjini, watu wanaimba nyimbo, wanasema ni kweli huyu kijana ameua 10,000. Kosa lao lilikuwa ni nini? Hawakuwa na kosa, walikuwa wanaimba ukweli. Ni kweli Daudi ameua 10,000, lakini kaangalie kitu cha kwanza ambacho Sauli alikigundua, nafasi yake kwenye mioyo ya watu imefanya nini? Imeondoka. Nafasi yake kwenye mioyo ya watu imeondoka. Na nani anayesababisha nafasi yake iondoke? Daudi. Na ndio maana mtoto wa Mungu lazima ujifunze kusoma alama za nyakati. Unaweza ukaingia mahali ghafla mtu mwingine akagundua nafasi yake imefanya nini? Imeondoka. Usikae kienyeji, unaweza ukafa, siku sio za kwako. Mimi nimeona mtu akipokea barua za maombi ya kazi. Nimeona anakuja mtu kwenye ofisi, ameleta nini? Ameleta barua za maombi ya nini? Ya kazi. Mtu anayepokea zile barua, wakati fulani Mungu alinipa nafasi ya kuwa bosi kwenye taasisi fulani. Nilishuhudia kwa macho yangu mawili. Amekuja mtu kuleta barua za kazi. Alipofika, yule aliyempokea hakuniona, lakini mimi nilikuwa nawaona. Akamuuliza, una shida gani? Akamwambia, nimekuja hapa, nimeleta barua zangu za kazi. Akasema, okay. Unataka kufanya kazi gani? Kosa la yule mtu, alitaja kazi ambayo huyu mtu ndo anafanya.
Sasa kwa hiyo barua zako ni zipi? Sasa ni hizi hapa. Akamwambia zimefika. Akamwambia zimefika. Usiwe na wasiwasi, hizi zimeshafika tayari, utatafutwa tu. Sawa 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 sawa. Wewe unaweza tu kaenda. Huyo mtu ataja nifikie, hata hajafika kwenye ofisi yangu. Unajua kitu kilichotokea? Yule bwana akafungua ile bahasha pale pale. Mimi naangalia. Kafungua ile bahasha. Akaangalia zile barua, akasema mjinga sana huyu. Yaani nani atakayemruhusu aje aombe kazi ambayo mimi nafanya? Unajua kitu alichofanya? Alichana zile barua, akazitupa kwenye dustbin. Lakini Mungu alinifunulia ili nione. Alinifunulia ili nione. Na ndio maana usije ukafikiri ni kitu chepesi unapotafuta nafasi. Sio kitu chepesi. Hakuna vita kubwa kama vita ya nafasi. Huyu mtu alihakikisha kabisa kazuia nafasi ya mtu mwingine. Kitu gani kinatokea? Anasema asije akaja kwenye hii ofisi alafu akawa na nguvu kuliko mimi. Asije akaja kwenye hii ofisi alafu yeye ndo akasikilizwa kuliko mimi. Kwa hiyo nini ninachofanya? Namfutilia mbali huko huko. Namfutilia mbali huko huko. Kuna watu wengi sana ambao wanasema namshukuru Mungu, nimeapply kazi, nimepeleka na barua. Una uhakika gani kwamba kila kitu kimeenda kinavyotakiwa? Na ndio maana mtoto wa Mungu, ukishaomba kazi, umepeleka CV zako, omba. Omba kabla hujafanya, omba baada ya kufanya. Huwa ninawaambia wanafunzi, omba kabla ya mitihani, omba baada ya mitihani. Kwa sababu lolote linaweza likatokea. Vita ya nafasi sio vita nyepesi. Sio vita nyepesi. Sauli alikasirika kwa sababu aligundua nafasi yake kwenye mioyo ya watu imefanya nini? Imeondoka. Solution yake ilikuwa ni nini? Kumuua Daudi. Na alianza kutafuta namna ya kumpoteza. Nini kilimsaidia Daudi? Mungu akaenda akampa Daudi nafasi kwenye moyo wa mtoto wa Sauli. Anaitwa nani? Anaitwa Jonathan. Mungu akaenda akampa Daudi nafasi kule. Biblia inasema Jonathan akampenda Daudi kama moyo wake yeye mwenyewe. Alimpenda Daudi, alimpenda Daudi. Kwa nini kilichotokea? Yeye ndo alikuwa anampa Daudi taarifa, baba anataka kukumaliza leo. Baba anataka kukuua leo. Leo usije kwenye dina. Leo baba anataka kukuua. Leo usije kwenye hiyo sherehe ambayo baba ameandaa. Ameweka watu wa kukuotea, watakumaliza. Kwa alipopata nafasi, kwa hiyo Mungu alihakikisha anamlinda Daudi kwa kumpa nafasi kwenye moyo wa nani? Wa mtoto wa mfalme. Nini ninachokufundisha? Lazima Mungu akupe neema ya kujua namna ya kuomba kwa usahihi inapokuja swala la nafasi. Kwa unaangalia mahali ambapo Mungu amekuweka. Mungu amekuweka wapi? Unapigwa vita kwenye nini? Mungu asipokupa nafasi kwenye moyo wa mtu ambaye atakuprotect, kwenye moyo wa mtu ambaye atakusaidia, nataka kuhakikishia unapotea. Kwa lazima Mungu akuinulie mtu, upate nafasi kwenye moyo wake. Angalia, aliyemwokoa Daudi ni mtoto wa mfalme. Kitu gani kilichotokea? Jonathan alisema katika hali ya kawaida anajua kabisa mimi ndiye ninayetakiwa kuwa mfalme, lakini ninajua Bwana amekuchagua wewe Daudi. Mimi sintakuacha, mimi nitakuwa na wewe, mimi nitakutia moyo. Wanaofuatilia maandiko wanajua Sauli alipokuja kugundua anayeharibu mipango yake ya kumuua Daudi ni mtoto wake, alikuwa frustrated, alichanganyikiwa. Alipofanya utafiti wake wakamwambia, mzee, anayeharibu mipango yako ya kuua huyu jamaa ni mtoto wako. Mtoto wako ndo anayetoa siri zote. Anasema hajui mimi nahangaika kwa ajili yake, hajui mimi natafuta hii nafasi kwa ajili yake, hajui mimi natafuta hivi vitu kwa ajili yake. Jonathan akamwambia, baba, issue sio kwa ajili yangu, issue ni nani ambaye Mungu amemchagua katika Israeli. Bwana akakuinulia huyo mtu katika jina la Yesu, ambaye atakuwa tayari kusimama kwa ajili yako wakati watakapokuwa wametangaza mauti mbele yako. Naongea kitu gani? Naongea habari ya nafasi. Mungu akupe nafasi kwenye moyo wa mtu ambaye atakusaidia kuiendea hatima yako.
Mungu akupe hiyo nafasi. Kama Mungu hajakupa nafasi kwenye moyo wa mtu ambaye atakusaidia kuiendea hatima yako, nataka nikuhakikishie kuna hatima hautaiendea. Kama Mungu atakupa nafasi kwenye moyo wa mtu ambaye atakuwa tayari kuhakikisha unalindwa saa ambayo ni saa ya uharibifu, saa ambayo ni saa ya kupotezwa, kama huyo mtu hata kuwepo, unapotezwa. Mungu akuinulie huyo mtu, na Mungu akupe nafasi kwenye moyo wake, mtu ambaye atakuwa tayari kukwambia hii njia usipite, wametengeneza uharibifu kinyume chako. Mungu akuinulie huyo mtu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wangapi wanasema Mungu niinulie huyo mtu leo? Unisikilize mtoto wangu, huyo mtu hajainuka, kuna pesa hautakaa ushike. Lazima Mungu ainue mtu ambaye utapata nafasi kwenye nini? Kwenye moyo wake. Huyo mtu hajainuka, unaweza ukafa siku sio za kwako. Lazima Mungu akuinulie huyo mtu ambaye atakuwa tayari kupoteza lakini wewe upate. Atakuwa tayari kutukanwa lakini wewe uvuke. Atakuwa tayari kuonekana mjinga lakini jambo lako liendelee. Lazima Mungu akupe huyo mtu. Lazima Mungu akupe huyo mtu. Watu wote walioinuka, watu wote waliotetewa, watu wote waliosaidiwa, watu wote waliofika juu, Mungu aliwainuliaga watu. Mungu aliwainuliaga watu. Nenda kuwauliza watu wengi waliofanikiwa, mwambie umefikaje hapa? Hakuna aliyekuja na vitu. Kuna mtu alipata nafasi kwenye moyo wa mtu akaaminiwa. Kuna mtu alipata nafasi kwenye moyo wa mtu akapewa kibali. Kuna mtu alipata nafasi kwenye moyo wa mtu akapewa yeye ndiye awe mwenye mamlaka. Inawezekana watu wengine walikasirika, inawezekana watu wengine waliona kwa nini yeye, inawezekana kuna watu wengine kiliwasumbua hata mwaka mzima, lakini ndio tayari maamuzi yameshafanya nini? Yameshafanyika. Wale wanaofuatilia kwa nini Pilato hakumhukumu Yesu? Ukifuatilia vizuri kwenye maandiko utagundua hiki kitu na kitakusaidia. Wakati Yesu anatakiwa kuuawa, kulikuwa kuna utawala wa aina mbili. Kulikuwa kuna utawala wa Kirumi, kulikuwa kuna utawala wa Kiyahudi. Pilato alikuwa ni mtawala wa Kirumi. Herode alikuwa ni mtawala wa Kiyahudi. Lakini nenda kaangalie, Yesu alipata nafasi kwenye moyo wa nani? Wa Pilato. Wakati huo Wayahudi walikuwa chini ya Warumi. Kitendo cha Yesu kupata nafasi kwenye moyo wa Pilato ambaye ndio kiongozi mkuu, Yesu alipopata nafasi kwenye moyo wa Pilato, ilikuwa ngumu sana Pilato kumhukumu Yesu. Na ndio maana alipoletewa Yesu, watu wamekuja, asulubiwe, asulubiwe, asulubiwe. Wanajaribu kuongea kila aina ya kitu kibaya alichofanya. Wanajaribu kueleza kila aina ya ubaya aliofanya. Asulubiwe, hatutaki kumwona, asulubiwe. Pilato anawauliza, hii damu mnayotaka kuimwaga isiyokuwa na hatia, hivi mmeshafikiri kuhusu hilo? Wanasema damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. We don't care, tutakufa sisi, watakufa na watoto wetu, bila kujalisha, wewe tuulie tu huyo. Lakini mnafahamu kukiwa na kesi kama hii, uwaga inabidi tufungue jambazi moja, tufungulie Baraba. Baraba ni mtu aliyefanya uovu na ubaya wa aina nyingi sana. Yaani wanataka kumuonyesha Pilato kwamba sisi tunachotaka ndio fanya, bora tukae na Baraba huku mtaani, lakini sio huyo. Unaelewa? Pilato kinamsumbua, Pilato kinamsumbua. Nawezaje kumwangamiza mtu ambaye ana nafasi kwenye moyo wangu? Mungu akakuinulie mtu ambaye utapata nafasi kwenye moyo wake. Watakapokuwa wanatafuta kukumaliza, Mungu asimame na wewe kupitia huyo mtu. Kilimsumbua Pilato, kilimsumbua. Unajua nini Pilato alifanya? Pilato alisema nileteeni maji. Alisema nileteeni maji. Maji ya nini? Sasa nataka ninawe. Hatia hii
isiwe juu yangu. Hatia hii isiwe juu yangu, iwe juu yenu. Msukosuko huo ukiwa unaendelea, akapokea kamemo, message. Kametoka kwa nani? Kametoka kwa mke wake. Kale kamemo kanasemaje? Baba, uwe makini sana na hayo mashtaka ambayo wanamshtaki huyo mtu. Mimi nimeteswa usiku kucha kwa ajili yake. Huyo mtu hana hatia. Yaani yeye huko anapambana kumuokoa, huku bado inakuja message kutoka kwa mke wake. Mke wake anamwambia huyo mtu hana hatia. Huyo mtu usijaribu kumfanyia ubaya wa aina yote ile. Pilato anazidi kuchanganyikiwa. Akasema sawa, mimi nimenawa mikono. Kwa hiyo mnasemaje? Kwanza yeye amejiita mfalme wa Wayahudi. Yaani aliposikia wamesema mfalme wa Wayahudi, akasema afadhali nimepata mlango wa kutokea. Amesema mfalme wa Wayahudi, basi kwa sababu mfalme wa Wayahudi yupo, basi mpelekeni kwa Herode. Mimi hili jambo nimefanya nini? Nimenawa na msimrudishe kwangu. Kwa nini Pilato anahangaika? Hawezi kutoa hukumu, kwa sababu huyu mtu anayemhukumu ana nafasi kwenye moyo wake. Watakapokuwa wanataka kukuhukumu, watakapokuwa wanataka kukumaliza, watakapokuwa wanataka kukuondoa, Mungu akupe nafasi kwenye moyo wa mtu mmoja atakayesema sioni sababu ya kumpoteza mama huyu, sioni sababu ya kumpoteza binti huyu, sioni sababu ya kumuondoa kazini huyu baba, sioni sababu ya kuharibu biashara za mtu huyu, sioni sababu ya kuharibu vitu vya huyu mtu, kwa sababu kila ninapojaribu kuangalia sioni serious case ambayo huyu mtu yuko nayo, sioni sababu. Kama Mungu hajakuinulia mtu wa namna hiyo, fitina, hila, wivu ambao utatengenezwa kinyume chako, utafanikiwa. Na ukifanikiwa unapotezwa. Mtu anapotezwa kwenye biashara, anapotezwa kwenye kazi, anaondolewa ofisini. Nini kilichotokea? Hakukuwa na mtu hata mmoja ambaye huyu mtu alikuwa na nafasi kwenye moyo wake amwambie hapana, amwambie nenda kafanye 1, 2, 3, amwambie wanakutafuta, usipite hii njia leo, wanakutafuta, usifanye hiki kitu leo. Hakupata huyo mtu. Na maombi ambayo leo Roho Mtakatifu ananisemesha kwa nguvu ni Mungu akuinulie watu ambao utapata nafasi kwenye mioyo yao. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Kama utapata hiyo nafasi, ni mara moja tu, Na kwa nini nakueleza kitu cha namna hiyo? Kwa sababu mchana na usiku Ibilisi anatafuta usikae kwenye nafasi inayokupeleka kwenye hatima. Ukisikia mtu ameondolewa ofisini, sio kwamba yeye ndio alikuwa na matatizo kuliko wengine. Ukisikia biashara ya mtu imefungwa, sio kwamba biashara yake ndio ilikuwa ina shida kuliko biashara zingine. Ukisikia jina la mtu limefutwa mahali, sio kwamba jina lake ndio lilikuwa lenye shida kuliko mwingine. Kwa nini mwingine alibaki? Huyu mwingine alipata nafasi kwenye moyo wa mtu wa maamuzi. Alipata nafasi kwenye moyo wa yule ambaye alikuwa amekuja kufanya uovu. Mungu akategua tu, akabadilisha tu. Vitu vikabadilika ghafla. Angalia kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 26. Mathayo ile sura ya 26. Ule mstari wa 12, mstari wa 14, tutasoma wa 14. Mathayo sura ile ya 26 na ule mstari wa 14. Mathayo 26 ule mstari wa 14. Biblia inasema hivi. Anasema wakati huo mmoja wa wale tenashara,
jina lake Yuda Iskariot, aliwaendea wakuu wa makuhani. Wakati huo mmoja wa wale tenashara, jina lake Yuda Iskariot, aliwaendea wakuu wa makuhani akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Biblia inasema wakampimia vipande 30 vya fedha. Wakampimia vipande 30 vya fedha. Alafu angalia kitu Biblia inasema kwenye ule mstari wa 16. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti. Tokea wakati, tokea Yuda alipoonyeshwa vipande vingapi? 30 vya nini? Vya fedha. Sasa angalia, hii pesa ilikuwa ni nyingi wakati huo. Hii pesa ilikuwa ni nyingi wakati huo. Kwa hiyo alipoonyeshwa vipande 30 vya fedha, vile vipande 30 vya fedha vilienda vikaharibu moyo wake, vikaharibu utu, vikaharibu. Na maandiko yanasema tokea wakati huo alikuwa akitafuta nafasi. Anatafuta nafasi ya nini? Anatafuta nafasi ya namna atakavyomsaliti, anatafuta nafasi ya namna atakavyommaliza, anatafuta nafasi ya namna atakavyompoteza. Okay, nani ajuae ya kwamba hakuna watu wanaotafuta nafasi? Nani ajuae kwamba hakuna watu wanaotafuta nafasi ya kukumaliza? Nani ajuae kwamba hakuna watu wanaotafuta nafasi ya kuharibu kibali chako, kuharibu nafasi yako? Nani anayejua? Hakuna anayejua. Na ndio maana moja ya maombi ambayo lazima uombe, Mungu akuinulie watu ambao utapata nafasi kwenye mioyo yao, nafasi ya kulindwa, nafasi ya kutetewa, nafasi ya kusaidiwa. Lakini 2, wale wanaotafuta nafasi ya kukupoteza, Mungu akutenge nao. Wale wanaotafuta nafasi ya kuharibu nyumba yako, Mungu akutenge nao. Mtu amepewa fedha. Nilikuwa nafuatilia mashtaka fulani ya hapa Dar es Salaam. Nilikuwa nafuatilia kwenye mtandao. Yule kijana alikuwa amepewa hela pale Buguruni. Aende akaue mtu. Aliahidiwa milioni 2. Wakamlipa advance milioni 1.5. Alipopata advance ya milioni 1.5, akaenda akaua. Wamemkamata. Niliona ile clip, polisi wakimhoji. Polisi wanamwambia walikupa shilingi ngapi? Anasema wameshanipa advance milioni 1.5. Wakamwambia kwa hiyo milioni 1.5 ndio imefaa kutoa uhai wa mtu. Anasema tena walikuwa hawajanimalizia hela yangu, ninawadai 500,000. Ukisikiliza namna hii huwezi ukaelewa kwamba ni kitu ambacho kinaweza kuwa halisi, ni kitu ambacho kinaweza kukatokea, kwamba mtu akauvali uhai wa mtu na fedha. Kilitokea wakati wa Yesu, kilitokea kwa mwanafunzi wake. Yeye alionyeshwa vipande 30 vya fedha, na Biblia inasema kuanzia alipoonyeshwa vipande 30 vya fedha, alianza kutafuta nafasi ya kumsaliti, alianza kutafuta nafasi ya kumuondoa, alianza kutafuta nafasi ya huyu mtu akamatwe au awe. Kuanzia alipopewa vipande 30 vya fedha. Nini ninachokusemesha leo? Mungu ni nani ambaye amepewa fedha? Ni nani ambaye ameahidiwa nafasi? Ni nani ambaye ameahidiwa heshima? Aniondoe mahali ambapo umeniweka. Nguvu zako na ziingilie kati, jina lako na liingilie kati, mamlaka yako na iingilie kati. Lakini maombi namba 2, Mungu
wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ni nani ambaye umemuinua kwa ajili yangu, ambaye atasimama kuzuia uovu kwenye maisha yangu, ambaye atasimama kuhakikisha ninaenda hatua ambayo imefanya nini, imekusudiwa. Wale wanaofahamu kilichompata Yusufu wakati ameshtakiwa kubaka, haya ni maombi muhimu sana kuomba kama unataka Mungu akufikisha kwenye hatima ambayo imekusudiwa. Yusufu aliposingiziwa kubaka, Potifa alikuwa, mke wa Potifa alikuwa very serious. Anasema huyu kijana nataka nimfundishe adabu. Kwa hiyo Yusufu amekamatwa kwa kosa la kufanya nini? La kubaka. Ni mbakaji huyu. Anapopelekwa kwenye gereza, ni kwa sababu anafundishwa adabu. Huku nje wanasema ngoja tumfundishe huyu kijana adabu, ngoja tumuonyeshe yeye ni nani. Kitu gani Mungu alifanya? Biblia inasema alipofika kwa mkuu wa gereza, Bwana akamfadhili, Bwana akawa pamoja naye, Bwana akampa kibali kwenye moyo wa nani? Wa mkuu wa gereza. Akati wengine wote wanasema tumempoteza, wengine wote wanasema tumemmaliza, wengine wote wanasema mwisho wake ndio umefanya nini, ndio umefika. Lakini Mungu ameenda amebadilisha mazingira, akampa Yusufu nafasi kwenye moyo wa mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza alipomuona tu Yusufu, huyu ambaye uko nje ni mbakaji, huyu ambaye uko nje ni mkorofi, huyu ambaye uko nje tunamfundisha adabu, mkuu wa gereza alipomtazama tu Yusufu akasema, namshukuru Mungu ameniletea kiongozi kwenye hili gereza, namshukuru Mungu ameniletea kijana anayeweza kunisaidia kwenye hili gereza. Yusufu akapata nafasi kwenye moyo wa mkuu wa nani? Wa gereza. Na mkuu wa gereza akamwambia Yusufu, kuanzia leo ulipokanyaga kwenye hili gereza, Yusufu, nataka ujue wewe ndio utakuwa kiongozi wa wafungwa wote kwenye hili gereza. Sintataka kujua habari ya kitu chochote kinachoendelea kwenye hili gereza, kila kitu kitakuwa chini ya mamlaka yako. Biblia inasema kuanzia siku ile mkuu wa gereza hakujua kitu chochote kilichoendelea kwenye ile gereza. Amemkabidhi nani? Yusufu ndio bosi wapi? Gerezani. Lakini kule nje wanasema tumemkomoa, tumemfundisha adabu. Oh, Bwana Yesu akakupe neema ya kutetewa katikati ya mazingira ambayo wanafikiri wamekumaliza, katikati ya mazingira ambayo wanafikiri wameharibu hatima yako. Bwana Yesu akakupe neema ya kutetewa hata hapo. Bwana Yesu akupe neema ya kutetewa. Nini ninachokusemesha leo? Mungu akupe nafasi kwenye moyo wa mtu ambaye ameinuliwa mbele yako. Walitegemea Yusufu ataenda kwenye mateso, walitegemea Yusufu ataenda kwenye maumivu, walitegemea Yusufu ataenda kwenye hali ngumu. Nini Mungu alifanya? Alimpa nafasi kwenye moyo wa mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza akamwambia, kijana, huku ndani wewe ndio bosi, sijui huko ulikotoka, lakini huku ndani wewe ndio bosi. Wewe ndio utaamua wafungwa walale saa ngapi, wewe ndio utaamua wafungwa wale saa ngapi, wewe ndio utaamua wafungwa waishi maisha ya aina gani. Kama una jambo la kunishauri utanishauri. Tafsiri nyepesi, wewe ndio kiongozi huku ndani. Lakini kule nje wanasema tumemkomoa, tumemfundisha adabu, atajua sisi ni wakina nani. Hiyo ndio inaitwa Bwana anapobadilisha mabaya kuwa mema, anapogeuza njia za uovu kuwa njia za mema. Bwana akageuze njia zako. Hata kama wametengeneza mauti, Bwana akaachilie uzima. Hata kama wametengeneza uharibifu, Bwana akakutendee mema. Kwa nini? Kwa sababu ya nafasi ambayo Mungu anaenda kukutengenezea mahali walipofikiri kila kitu wamekiharibu. Kitu ambacho Roho Mtakatifu amenisemesha leo, kuna watu ambao wako hapa, kinachoendelea ni wamepoteza nafasi kwenye mioyo ya watu wanaotakiwa kuwasaidia. Ibilisi ameiba hiyo nafasi.
Kuna mtu anatakiwa kukusaidia kujua unaibiwa, huna nafasi kwenye moyo wake. Kuna mtu anatakiwa kukusaidia kujua unafanyiwa kitu kibaya, huna nafasi kwenye moyo wake. Kuna mtu anatakiwa kukusaidia kupata kazi, huna nafasi kwenye moyo wake. Kuna mtu anatakiwa kukusaidia kupata promotion, huna nafasi kwenye moyo wake. Kwa nini huna nafasi kwenye ule moyo? Kwa sababu Ibilisi anajua ukipata nafasi kwenye ule moyo, milango yako inafanya nini? Inafunguka. Lakini tunaposoma kwenye maandiko, kila ambaye Mungu alimpa hatua kubwa, cha kwanza kitu Mungu alifanya ni kumpa nafasi huyu mtu kwenye moyo wa yule aliyekuwa mbele yake. Leo hii tunamsifu Daudi kwamba alimuua Goliati, lakini kama asingepata nafasi kwenye moyo wa Sauli akaaminiwa, asingeua Goliati. Sauli angeweza kumkatalia, ni kweli kijana una uwezo, lakini kaa pembeni. Kabisa kabisa. Nimesikia shuhuda zako, umesema uliua simba, uliua dubu, lakini huyu sio simba, huyu sio dubu, kaa hapo. Na biashara ingeishia hapo. Lakini kitu cha kwanza kabla Mungu haja kuinua, nini anachofanya kwanza? Anakupa nafasi kwenye moyo wa mtu anayetakiwa kufanya maamuzi. Hivi unafikiri kwa nini wanafunzi wengine huwa wanafeli form 4, wengine wanafaulu? Usije ukafikiri wanaofeli wale hawakufanya vizuri. Au waliofaulu form 6 wengine wakafeli. Sio wote waliofeli hawakufanya vizuri, sio wote. Kuna wengine hawakupata nafasi kwenye mioyo ya wasaishaji. Msaishaji ndo anayeamua. Yeye ndo anayeamua hapa nimpe max au nisimpe max. Akiamua simpi max, kwa sababu msaishaji naye ni binadamu. Anaweza kaingia kusaisha akiwa na stress za nyumbani kwake. Ameandikiwa message mbaya. Sawa, watoto wanafanya tu vitu vya ajabu ajabu. Lakini mwingine sasa hivi hapa alikuwa anataka kusema nini? Wacha nimpe hivyo hivyo. Wacha nimpe hivyo hivyo. Ninazungumza nini? Ninazungumza nafasi ambayo Mungu lazima ampe mtu kwenye moyo wa mtu. Walimu wanafahamu kitu ninachosema. Mimi nimekuwa lecturer. Nimefundisha wanafunzi wa vyuo vikuu. Anayeamua mwanafunzi afeli au afaulu ni mwalimu. Kwa mimi nikiingia darasani kwangu nawaeleza kabisa, sitaki mtu afeli huko ndani. Labda kama mtanilazimisha. Kinilazimisha sawa. Lakini msiponilazimisha wote mnafaulu. Kwa hiyo mwanafunzi wa chuo kikuu huaga anaanza kufaulu siku ya aliyoingia chuoni. Lakini anaweza akafeli siku yoyote. Kutegemea moyo wa yule lecturer, moyo wa yule anayefanya maamuzi. Na ndio maana lazima kumuombea mtoto. Wale wazazi lazima ujifunze kumuombea mtoto nafasi kwenye mioyo ya walimu wake. Mungu ampe nafasi, Mungu ampe favor. Na ndio maana Biblia inasema Yusufu alipata kibali machoni pa bwana wake. Alipata favor, alipata upendeleo. Mtu ambaye hakupendi, hata ukifanya vizuri unakuwa umefanya vibaya au unakosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani cha msingi sikupendi, hata wewe umefanya vizuri kiasi gani. Mimi ninachokiona cha kwanza ni kosa. Lakini kama una nafasi kwenye moyo wangu, ninakufurahia hata ukikosea. Nasema atakuwa tu leo kwa ameamka vizuri. Lakini ndio umekosea. Lakini pamoja na makosa yako, kwa sababu una kibali, makosa yanakuwa sio makosa. Na ndio maana ni lazima kuomba. Unataka Mungu akupeleke kwenye hatima. Unataka Mungu akuketishe mahali alipopakusudia. Mungu akupeleke kwenye eneo ambalo amekulikusudia. Lazima Mungu akupe kibali. Lazima Mungu akupe kibali kwenye moyo wa mtu wa maamuzi. Kilichomfanya Esther anakuwa malkia sio mzawa wa hilo eneo. Hana CV yoyote ya kuwa malkia. Ni mtoto yatima, hajalelewa na baba na mama, hajazaliwa hapo. Na ndio maana Mordekai alimwambia usiende kueleza kitu chochote kinachohusiana na maisha yako. Usieleze chochote. Kwa sababu wakijua tu historia yako hawakupi hiyo nafasi. Na kafuatilie. Kwa sababu alipata nafasi kwenye moyo wa mfalme. Mfalme hakuuliza chochote. Sasa huyo binti huyo hataki kujua katoka wapi, hataki kujua baba yake, hataki kujua mama yake, hataki kujua CV yake, hataki kujua amelelewaje. Sasa mimi nimempenda tu.
Usiniambie chochote kuhusu yeye. Kwa nini? Kwa sababu yule binti amepata nafasi. Wakati Yusufu anapata nafasi kwenye moyo wa Farao, ana kesi ya ubakaji. Kumbuka, ana kifungo cha maisha gerezani. Ndio Mungu anampa nafasi kwenye moyo wa nani? Wa Farao. Kifungo cha nini? Cha maisha. Ameshatumikia gerezani miaka mingapi? 2. Ameshatumikia gerezani miaka 2. Ndio anakutana na Farao. Kitendo cha kupata nafasi kwenye moyo wa Farao, Farao hakutaka kujua kwa nini yuko gerezani, kwa nini ni mfungwa, anatokea nchi gani, ni mzawa au sio mzawa, ni wa hapa au sio wa hapa, ana CV gani, amesomea. Yusufu mpaka anapata cheo cha kuwa waziri mkuu hajakanyaga darasa hata moja. Wengine tunasomaga tu kwenye Biblia, lakini nataka nikuhakikishe ni kitu cha ajabu sana. Unakuwaje waziri mkuu kwenye nchi ya wasomi, maprofesa na madaktari, wewe hujakanyaga hata darasa moja? Usifanye mchezo Mungu akikupa nafasi kwenye moyo wa mtu. Misri ndio wamegunduaga hesabu. Musa mwenyewe kwa kukaa pale Misri alilazimika kusoma elimu yote, ndivyo Biblia inavyosema. Musa alisoma madarasa yote ya Misri. Leo tukikutana na Musa tunatakiwa tumuite Dr. Moses au Professor Moses. Alisoma elimu yote, hakuacha hata moja. Misri ndio wamegundua hesabu. Wale wanaofuatilia Afrika, chuo kikuu cha kwanza cha Afrika kimeanzia wapi? Kimeanzia Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Kuna miji ya wasomi kule, kama ile miji ya kule Alexandria kule, ni miji ya wasomi wakubwa. Lakini hapo hapo Mungu anampa mtu kibali kwenye moyo wa mfalme, hajakanyaga darasa hata moja. Cha kwanza angeuliza, wewe mtoto umesoma mpaka wapi? Tuambie CV yako. Hakuna mtu anauliza hicho kitu. Tuambie umesomea nini? Hakuna mtu anauliza hicho kitu. Unajua hizi law of principles, you flotations, you what. Hakuna mtu anauliza hicho kitu. Hakuna mtu anauliza hicho kitu. Tunataka utawale kwa miaka 14, wewe waziri mkuu kwa miaka 14. Unawezaje ukamudu hii nafasi? Hakuna mtu anauliza hicho kitu. Nini kimetangulia? Nafasi kwenye moyo wa mfalme. Bwana akakupe nafasi katika jina la Yesu. Bwana akakupe nafasi katika jina la Yesu. Nasema Bwana akakupe nafasi katika jina la Yesu. Bwana akakupe nafasi katika jina la Yesu. Hivi maisha kufikiria watu wamekuja kukua, afu ghafla Mungu anakupa nafasi kwenye moyo wa mtu ambaye ametumwa kukua. Katumwa kukupoteza, katumwa kukumaliza. Anafika mbele yako, anakutazama namna hii. Mungu anakupa nafasi kwenye moyo wake. Badala ya kukumaliza, anaanza kulia. Sema, Mungu wangu, nafanya kitu gani mimi? Nafanya kitu gani mimi? Nafanya kitu gani mimi? Oya mama, kimbia, potea. Anakuambia potea, kimbia. Kimbia, potea. Mimi nitajua nitakachojieleza huko. Nini? Ulipata nafasi kwenye moyo wake. Ile roho ya mauti ghafla ikayeyuka. Ile roho ya uovu ghafla ikayeyuka. Kwa hiyo lazima uanze kujifunza kumuomba Mungu. Mungu, ninaomba nafasi hata kwenye mioyo ya watu wabaya, wanaokusudia kunipoteza, wanaokusudia kuniondoa kwenye kibali, wanaokusudia kuniondoa mahali ambapo Mungu ameniketisha. Lakini kuna vitu vingine vinakuwa vya siri. Mungu, niinulie mtu mmoja atakaye kuja kuniambia, atakaye kuja kunieleza kitu cha kufanya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wangapi tumeelewa kitu cha kuomba? Amen. Bwana asifiwe. Naomba usimame mahali ulipo. Naomba usimame mahali ulipo. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Siku ya kesho ni siku ya kumaliza semina yetu. Kwa hiyo kesho tutakuwa na maombi maalum kidogo, na kesho kwa sababu ni Jumapili tutawahi. Bwana Yesu asifiwe. Kesho hatutachelewa, kesho tutawahi. Na muamini Mungu kwa kesho nitasimama mapema kabisa.
haitakuwa kama hizi siku zingine, kwa sababu ni siku ya Jumapili. Kwa hiyo tutakuwa na maombi maalum siku ya kesho, lakini pia yatakuwa ni maombi ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya juma hili zima, lakini pia yatakuwa ni maombi ya kuombea nafasi. Kwa hiyo unaweza ukaja na vitu vya kuombea. Unajua unapigana vita ofisini, kama una kitu chochote cha ofisini unaweza ukaja nacho. Hatutavikusanya ila tutaviombea. Utakishika wewe mwenyewe. Napigana vita pale nyumbani, una kitu chochote unachojua kinaweza kikarepresent, kama ni picha, kama ni nini, vile Mungu atakavyokupa nafasi. Lakini kesho nasikia neema ya kuomba kwa ajili ya nafasi. Kuna maeneo umeomba kazi uitwi, una kitu chochote cha hilo eneo, njoo na hicho kitu tukiombee. Unajua kuna vita kwenye eneo lako la biashara, njoo na kitu cha kwenye hilo eneo la biashara, tuombe na hicho kitu. Unatafuta kile kidogo kinachobebeka, usije ukaja na kitu lizito hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Tulifanya maombi pale Arusha. Tulifanya maombi kwa ajili ya watu ambao Mungu amewapa nafasi za kimataifa, lakini ibilisi amezizuia. Roho Mtakatifu akaniambia waambie waje na passport. Kwa hiyo wakaja na passport. Wakati wa maombi ukiangalia ni passport zimesimama namna hii. Tukaomba. Nataka nikuhakikishie, baada ya yale maombi, milango ya nafasi za kimataifa ilianza kufunguka. Watu walianza kupata nafasi za kusafiri. Wengine wanaenda Ulaya, wengine wanaenda Marekani, wengine Kwa nini? Kwa sababu tunapoomba kuhusu nafasi ni kitu specific kwenye ulimwengu wa roho ambacho shetani huaga anashindana nacho kuhusu mtu. Wengi wetu sisi hatuna muda wa kushughulika specifically na nafasi ambayo Mungu amekupa. Kwa hiyo unapoanza kudili na hiyo nafasi, nguvu za Mungu zikishuka kwenye hiyo nafasi, vitu vinaachia. Watu wengi sana hawajui kwamba kuna mapambano makali sana kwenye ulimwengu wa roho kwenye nafasi. Kwa hiyo wengi hatupeleki nguvu kuomba kwa ajili ya nafasi. Lakini nataka nikuhakikishie, unapoanza kuwa serious kuomba kwa ajili ya nafasi ambayo Mungu amekupa, ukashikilia hicho kitu kwenye maombi, yale mapepo ambayo waga yanapambana kuzuia hiyo nafasi hayawezi kustahimili nguvu za Mungu ambazo unaziachilia kwenye hiyo nafasi. Na ndio maana Biblia ikasema nitafutaye kwa bidii ataniona. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo tunapoenda mbele za uso wa Mungu leo, tunamwomba Mungu kwamba Mungu, ninaomba unipe nafasi kwenye moyo wa mtu ambaye amebeba hatima yangu. Naomba unipe nafasi. Ninaomba unipe nafasi kwenye moyo wa mtu ambaye ana jambo la kunisaidia, ana jambo la mimi kuokolewa. Naomba nafasi kwenye moyo wake. Naomba nafasi kwenye moyo wake. Lakini kama kuna mtu anatafuta nafasi ya kuharibu kitu ulichoweka ndani yangu, Bwana Yesu, ninaomba uingilie kazi. Inawezekana wako wakina Yuda ambao tayari wamepewa pesa, tayari wameambiwa wao wakinifanikiwa kuniondoa wanashika wao hizo nafasi. Mungu, ingilia kazi. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nakutia moyo kwa ajili ya maombi hayo ambayo tutayaomba siku ya kesho, lakini kwa sababu ndio tunamaliza siku ya kesho, mtie moyo na yule mtu mwingine ambaye yamkini hakupata nafasi ya kuomba kwa ajili ya nafasi, na yeye apate nafasi ya kuzulia na kuomba. Lakini vitabu nilielezea kitabu cha uongozi wa Roho Mtakatifu, nilikwambia na kitabu cha muhimu. Lakini nilikueleza kitabu cha ukombozi na kitabu cha nguvu ya maombi au maombi ya kushindana, maombi ya vita. Nilikueleza ni muhimu kupata hizo nakala za vitabu. Lakini kuna kitabu cha ukombozi wa fikra na kitabu cha nguvu ya maamuzi. Ni shilingi 5,000, jitahidi upate nakala yako. Lakini vitakuweko pia kwenye ibada kwa wale ambao watakuwepo kesho kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Unaweza ukashika na ile sadaka ambayo Bwana amekupa
ili tuweze kwenda mbele za uso wa Mungu wetu kwa maombi sasa. Kuna nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu. Kuna nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa Mwana Kondoo. Sema kuna nguvu, kuna nguvu, kuna nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu, mwa Yesu. Kuna nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa Mwana Kondoo. Nyanyua mkono wako juu kwa Bwana. Sema, Bwana Yesu, kwa jina lako takatifu, jioni hii ya leo ninaita neema yako, ninaita msaada wako, ninaita nguvu zako, ninaita uweza wako juu ya mwili wangu sasa, juu ya nafsi yangu sasa, juu ya roho yangu sasa. Achilia uzima ndani yangu, achilia uponyaji ndani yangu kwa jina la Yesu. Kitu chochote kilichofanyika kwenye maisha yangu kikaniharibia nafasi kwa yule uliyemuinua kwa ajili yangu, leo kwa damu ya Yesu nitengeneze tena, niumbe tena, rejesha kibali, rejesha nafasi, rejesha upendeleo, rejesha mkono wako uwe juu yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Maana umesema sio kwa nguvu, sio kwa uweza, ni kwa Roho wako, asema Bwana. Maana umesema wengine wanataja magari, farasi, lakini mimi natakiwa kulitaja jina lako Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ile nafasi iliyoondolewa kwa yule uliyemuinua kwa ajili yangu, leo kwa damu ya Yesu ukairejeshe tena, ukaniinulie Bwana wakina Jonathan watakaosimama kwa ajili yangu, ili nivuke, niende hatua, nisiangamie, nisipotee kwa jina la Yesu. Ile nafasi uliompa Yusufu kwenye moyo wa Farao akaaminiwa, na mimi leo ninafungua hiyo milango iliyofungwa, iliyozuiwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo nafasi nikaipate leo, nikaipate leo, nikaipate leo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nafasi iliyoibiwa, nafasi iliyotapeliwa, nafasi iliyozuiwa na madhabahu za giza na roho za fitina na roho za wivu, leo kwa damu ya Yesu ninairejesha, ninairejesha, ninairejesha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho za uharibifu zilizosimama ili kunizuia nisione upendo, nisipate hatua, nisione mafanikio, nisiende kwa spidi iliyokusudiwa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hizo mamlaka zinazozuia leo achia, leo achia, leo achia kwa jina la Yesu. Roho za miungu zinazozuia nafasi yangu, kibali changu, kwa damu ya Yesu. Roho za giza zinazozuia nisipate kibali, roho za giza zinazotengeneza
kukataliwa leo nazibatilisha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Madhabahu za giza, achia jina langu, achia nafasi yangu, achia heshima yangu. Endelea kuomba sasa, endelea kuomba. Mwambie Bwana kulingana na jinsi alivyo kusemesha mahali hapa. Mweleze Bwana, mweleze Bwana, mweleze Bwana. Baba, kwa mamlaka ulionipa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ile nafasi ambayo mtoto wako anaihitaji ili aende hatua ambayo wewe umeikusudia, ile nafasi iliyozuiwa na madhabahu za adui, nafasi anayoihitaji ili aendelee kufanikiwa, ili aendelee kuona matokeo, ili aendelee kuona kibali, nafasi anayoihitaji ili awe na hatua, ili awe na mafanikio, nafasi anayoihitaji. Baba, ninaachilia hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu yako ipite kwenye kila eneo ambako wamemzuia, ipite kwenye kila eneo ambako wamemshikilia, ipite kwenye kila eneo ambako Bwana anahitaji upendeleo, anahitaji favor, anahitaji mkono wako uwe pamoja naye. Yabesi alipoomba, aliomba mkono wako, aliomba upendeleo, aliomba hatua. Yesu mwana wa Mungu aliye hai, mtoto wako anapoomba mahali hapa jioni ya leo, kamrejeshe nafasi aliyopoteza, kamrejeshe kibali alichoibiwa, kamrejeshe feva. Maana umesema sio kwa nguvu wala sio kwa uweza, ni kwa Roho wako. Yesu mwana wa Mungu aliye hai, rejesha nafasi ya mama huyo, rejesha nafasi ya baba huyo, rejesha nafasi ya kijana huyo, rejesha nafasi ya binti huyo, mahali ilikoondolewa, mahali ilikochukuliwa, mahali alikozuiwa na zile roho ambazo zimeharibu hiyo nafasi, zile mamlaka za uchawi ambazo zimeharibu hiyo nafasi, ili asipate kibali, asipate upendeleo, asipate matokeo, asiwe na spidi. Zile roho ambazo zimeharibu hiyo nafasi, ndio leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Baba, ninazisambaratisha kwa moto na damu ya Yesu. Yule aliyeachiliwa, aliyepoteza nafasi kwenye moyo wa mwajiri wake, leo ninaachilia hiyo neema, ninarejesha hiyo nafasi. Yule mfanyabiashara aliyepoteza nafasi kwenye moyo wa wateja wake, leo ninarejesha hiyo nafasi kwa damu ya Yesu. Yule kiongozi aliyepoteza nafasi kwenye moyo wanaowatawala, leo ninarejesha hiyo nafasi kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwana-kondoo. Yule mzazi aliyepoteza nafasi kwenye moyo wa watoto wake, leo narejesha hiyo nafasi. Yule kijana, yule binti aliyepoteza nafasi kwenye moyo wa wazazi wake, leo narejesha
nafasi ambazo zimepotea kwa watoto wa Mungu. Ndarabaseke repopoko robosaka repopoko robosaka